السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وبعد. دوا وقد كفتور وقد وكل داكو. كذلك ينبغي على الإنسان أن يدعو عند الإفطار وعند الأسحار وقت السحر قبيل الفجر. Pia anatakiwa mtu awe anaomba dua kipindi anafuturu na kipindi anakula daku. Na wakati wa kula daku ni akasema wakati sahar qabla al-fajr. Wakati wa daku ni muda ambao ni ule muda ambao umekaribiana na al-fajr. Lianna hadha al-waqt yustajabu fihi ad-du'a, kwa sababu muda huu ni muda ambao dua inakubalika. Lidhalika akhara Yaqub alayhi salam istighfarahu libanihi ila sahar. Hiyo ndio sababu ambayo ilimpelekea Yaqub acheleweshe istighfar kwa wanae, kuombea msamaha wanae mpaka ulipofika muda huo. Liannahu ahra bil ijaba, kwa sababu huo ni muda ambao kunatarajiwa zaidi kukubaliwa maombi. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Hawa ni watoto wanamwambia baba yao, ya abana astaghfir lana dhunubana, ewe baba yetu tuombee msamaha kwa madhambi yetu. Inna kunna khati'in, hakika sisi ni wakosefu, hakika sisi ni wakosefu. Baba yao akajibu akasema, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, hakika nitakuja kukuombeeni msamaha kwa Mola wangu. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika mambo yalivyo Mola wangu ni msamehevu na ni mwenye huruma. Kwa hiyo ina maana walipomuomba baba yao aombe msamaha kwa Mola wao, yeye akamwambia nitakuja kuombea. Maana yake alichelewesha maombi yale mpaka wakati ule wa asar, wakati wa daku, ikiwa inaonyesha kwamba huu ni muda ambao dua zipo karibu kabisa kukubaliwa. Wakadhalika inda al-fitr, na hivyo muda wa al-fitr, faqad thabata bil hadith sahih, hakika imethibiti kwa hadithi sahih anna nabii sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yustajabu lilmar'i inda fitri, basi mja hujibiwa maombi yake pindi pale anapokuwa anafuturu. Wa anna lisaim inda fitrihi da'wa la turad, na kwamba mtu ambaye amefunga basi amepewa fursa ya akiwa ataomba dua, basi dua yake hairejeshwi, ina maana itakubalika. Kathiru minan nas, watu wengi, yalhauna inda al-iftar wa inda as-sahur, wanakuwa wakifanya mambo ambayo hayana maana, mambo ya kipuzi inda al-iftar wa inda as-sahur, wakati wanapokuwa nafuturu na wakati wa kula daku, bil hadith wa tafannun fil at'ima, kwa kupiga mazungumzo na kujishughulisha na kutengeneza vyakula vya aina mbalimbali, wa tahiyat laha, na kufanya maandalizi kwa hiyo vyakula, wal ikhtiyar minha an dhikri Allah azza wa jalla, wakawa wamechagua hivyo vyakula kuwa ndio wachukulie muda kipindi hicho, wakasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yad'una wala yastaghfirun, hawaombi dua wala hawaombi istighfar. Wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, pamoja na kwamba nabii sallallahu alayhi wasallam ndiye amesema, akikusudia kwamba kithirisheni katika Ramadhani min 4 khisal, kithirisheni kufanya mambo manne. Khaslataini tardhauna bihima rabbakum, mambo mawili mtamridhisha kwa mambo hayo mawili Mola wenu. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma, na mambo mawili nyie mnayahitajia, hamna njia ya kutokuyahitajia. Fa amma al-khaslatayn, ama mambo mawili, allati turudhuna bihima rabbakum, ambayo mnamridhisha kwayo Mola wenu. Fa shahadatu an la ilaha illa Allah wa tastaghfirunahu, ni kushuhudia kwamba hakuna abudu isipokuwa Allah na mnakuwa mkimtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yukthiru al-insan min qawli la ilaha illa Allah, kwa hiyo mtu anakuwa ni mwenye kukithirisha kwa kusema la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, mtu anakuwa mwenye kukithirisha kusema hivyo. Wa amma allatani la ghina bikum anhuma, ama mambo ambayo ni mawili ambayo nyinyi hamna njia ya kuepuka, yani hamwezi kujitosheleza mkayaacha mambo hayo. Fatasaluna Allah aljanna, basi muombeeni Allah pepo. Wa tu'awidhuna bihi minan nar, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala wakingi na moto. Wa hadhihi aljanna min a'zami ma yurja min Allah azza wa jalla, hii pepo ni katika mambo makubwa ambayo muislam anayatarajia kutoka kwa Allah. Inna Allah idha adkhala al-'abda jannatahu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atakapoingiza waja katika pepo yake, ahallahu karamata wa jada alayhi bi fadlihi wa amanahu mimma yakhafu wa na'amahu abada al-abidin. Wa subhanahu wa ta'ala akimuingiza mtu peponi anampa ahallahu karamata, anampa ukarimu wake, na wajada alayhi bi fadli, na anamkirimu kwa kumpa khairi za ziada. Wa amanahu mimma yakhaf, anampa amani na yale ambayo mtu huyo anayofia. Wa na'amahu abada al-abidin, na anampa neema za milele. Wa as'adahu, na anampa maisha ya utukufu. Wakadhalika an-nar, hivyo katika moto.
idha ajaraka Allahu minha, Allah akikuepusha na moto, ujirta min asbabi sharri kulli, basi unakuwa umeepushwa na sababu za shari zote. Fayulihu al-abdu ala rabbih inda al-iftar, basi mja anakuwa ni mwenye kupupia kwa Mola wake wakati anafuturu, wa fi sahar, na wakati wa daku, kwa kisema Allahumma inni as'aluka al-janna, Allahumma inni a'udhu bika minan nar, ya Allah mimi nakuomba pepo, ya Allah mimi nakuomba uniweke mbali na moto. As'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta, nakuomba ya kwamba wewe ni Allah, hakuna mmoja kwa haki isipokuwa wewe, al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad, Allah ambaye ni kusudiwa, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Ayujirani minan nar, aniepushe mimi na moto. Wa yudkhilani al-jannata ma'a al-akhyar, aniingize peponi pamoja na watu wa kheri. Jaa fi al-hadith, imekuja katika hadith, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba nabii sallallahu alayhi wasallam amesema, man sa'ala Allah al-janna, yule ambaye atamuomba Allah pepo 3 marat, mara 3, qalat al-janna, pepo itasema Allahumma adkhilhu al-janna, ya Allah muingize peponi. Wa man istajara minan nar 3 marat, qalat an-nar, yule atakayeomba Allah mweke mbali na moto mara 3, moto utasema Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah muepushe na moto. Kadhalika min al-muhimmat binisbati li barnamij as-sa'im ay yuhafidhu ala al-fara'id, pia miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu kwa mnasaba wa ratiba ya mtu aliyefunga, basi anatakiwa ahifadhi swala za faradhi, liannaha ra'sul mal, kwa sababu swala za faradhi ndio rasilimali ya matendo ya Muislamu. Wa annahu min al-ajab al-muhayyir, na kwamba miongoni mwa maajabu ambayo yanatatiza, an tafuta al-muslim au al-muslima al-fariidha fi Ramadan, ni Muislam kupitwa wa kiume au wa kike na ibada ya lazima katika Ramadhani. Ajibun hadha, hijabu ila ajabu. Aina ibtigha fadlillah, kuko wapi kutafuta fadla za Allah? Aina arrajaa min Allah, yako matarajio ya kumtarajia Allah? Aina at-tama'u fi rahmatillah, kuko wapi kutamani rehema za Allah? Aina al-khawf min shu'umi dhunub wa awaqibiha, iko wapi hofu ya kuogopea mikosi, athari mbaya ambazo zinasababishwa na madhambi fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah. Kaifa tafutuka salatul faridha, ni vipi inakupita wewe swala ya faradhi wa anta saim, hali yako wewe umefunga. Tarju rahmatallahi bisawm wa tudayyi'u al-faridata allati hiya a'zam min as-sawm, wewe unatarajia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati huo unaipoteza swala ya faradhi ambayo ni bora kuliko sawm, a'zam min as-sawm. La yuqbalu as-sawm ma lam tuqbalu salah, sawm haitakubalika maadamu swala haijakubalika. Ifahamu hadha, tambueni hilo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah, hata jambo la kwanza ambalo atahesabiwa kwalo mja siku ya kiyama, min amalihi, katika matendo yake, salatuhu, ni swala yake. Fa in salahat, ikiwa swala itatengamaa, faqad aflaha wa anjah, basi huyo mtu atakuwa amefaulu na ameokoka. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, ikiwa hii swala imeharibika, basi huyo mtu atakuwa amepata hasara. Fa in intaqasa min faridatihi shay'an, ikiwa itapungua chochote katika faradhi yake, swala yake, qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala, atasema Allah mtukufu, undhuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammilu biha ma Allah, angalieni hivi mja wangu anazo swala zingine za sunna ambazo zitakuja kuziba mapengo na kukamilisha mapungufu yaliyopatikana kutokana na swala ambazo hajaziswali, au swala ambazo ameziswali kama mapungufu, yani swala za faradhi. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, kisha matendo mengine yanakuja kuzingatiwa kutokana na vile ilivyokuwa swala ya mtu. Wa hakadha naqsu faridati zakati tukammalu min wa naqsu as-sawm tukammalu min an-nafila, hivyo mapungufu ya zaka ya lazima hukamilishwa kwa sadaqa, yani zile sadaqa ambazo sio za lazima. Wa naqsu as-sawm, mapungufu ya sawm, tukammalu min an-nafila, yatakamilishwa kwa zile sawm za sunna. Wa naqsu al-hajj tukammalu min an-nafila, mapungufu ya hajj yatakamilishwa kutokana na sunna. Wa naqsu at-tauhid yukammalu min al-adhkar wa ad-du'a, na mapungufu ya tauhid yatakamilishwa kwa adhkari na dua. Wala budda lil insan an yuhafidha ala ra'si mali, lazima muislam ahifadhi asli mali yake, wa hiya al-fara'id, asli mali hii ni swala za faradhi. Fa adauka li faridatin wahida afdal min qiyamika al-layla kullah, kutekeleza kwako faradhi moja ya swala au faradhi zinginezo, afdal min qiyamika al-layla kullah, hii ni bora
kuliko wewe kusimama usiku mzima. Wasuila Ibn Abbas radhiyallahu anhu an rajulin yusalli al-layla wa yanamu al-maktuba. Na Ibn Abbas aliulizwa kuna mtu ambaye anasema usiku anaswali lakini swala ya faradhi haswali, analala. Qala huwa fi an-nar, akasema huyo mtu ni mtu motoni. Allahumma inna na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allah, hakika sisi tunakuomba utuepushe na moto na yale ambayo yanakurubisha, yanapelekea kuingia katika moto, na tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala utupe pepo na uturuzuku yale ambayo yanapelekea kuingia katika pepo. Kwa kiasi hichi kidogo kwa siku ya leo tutaishia hapa, kisha insha Allah ta'ala tutakuja kuendelea na sehemu zilizobakia. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.